akafanyika mwema kuliko kila kingine chote, akafanyika mwana wa Mungu ambaye kando na yeye hakuna mwingine. Anaitwa Bwana wa mabwana. Mchana wa leo na wasalimiani katika jina la Yesu. Kila mahali popote ulipo, naona mnaniona vyema na vizuri. Kama unaweza niinulia mkono tu, naweza furahia. Asante kwa hizo mikono. Bwana wabariki sana, Bwana watende mema. Ni vyema kusalimiana mchana, kwa sababu ni kwa neema ambao Bwana ametupa ikafanya tuwe mahali hapa siku ya leo, na ndiposa amekuita nami ameniita ili tukaweze kuyasikia mahusio yake. Na kwa hivyo mchana wa leo mara nyingine tunawakaribisha katika hiki kipindi kizuri cha Ranchawa ambacho kinakukujia kutoka Monday mpaka Friday katika haya masaa ambao ni lisali moja, lisaa la chakula, wakati tunaposhiba katika mili tukaweze pia kushiba katika roho, kwa sababu tuliona ya kwamba hizi mili ni nyumba ya dunia na kuna siku itakuja kuharibiwa na tutaiacha hapa duniani. Biblia inatuambia wazi ya kwamba huu mwili hautarithi hata ufalme ulio wa mbinguni, lakini yule mtu wako wa ndani, yule mtu wangu wa ndani, ambalo ndilo jengo lililo imara, ndiye ataweza kurithi hata ufalme wa mbinguni. Na kwa hivyo mchana wa leo ninawashukuru kwa sababu ya kutembea pamoja nasi na pamoja na neno la Bwana katika hili juma ambao limekuwa mzuri. Bwana ametusaidia na tunaona anaendelea kutunyeshea baraka zake. Kwa hivyo tuko na kila jambo la kumshukuru na hata kumtukuza na kumwambia asante, kwa sababu sasa chakula zetu shambani sitapata cha maji, na hata nasi tutapata maji, mifugo wetu watapata maji, na kila mahali maji yanapohitajika tutayapata. Na tunamuomba ya kwamba akaendelee kutunyeshea ambayo ni ya baraka ambayo itatusaidia. Na kwa hivyo siku ya leo tunawe mara tena. Jina langu ni Pastor Monica. Nimeheshimika na hata nimenyenyekeshwa kuwa mbele zenu siku ya leo. Na kwa hivyo kama vile tumekuwa tukiangazia neno la Bwana, hata siku ya leo hatutapoteza wakati, kwa sababu kunayo mengi ambayo Bwana ako nayo ni kwa ajili yetu, na tunaenda kuyaona katika kitabu hata cha Wakorintho. Katika kitabu cha Wakorintho, jana tuliweza kusoma katika Wakorintho wa pili, na tukaweza kuangalia katika mlango wake wa 5, na tukaweza kusoma aya yake ya kwanza, nayo ikawa inasema hivi: Now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Hallelujah. Ya kwamba kama hili jengo ambalo Paulo analiita hema ama jengo ambalo tunakaa ndani yake hapa duniani, ya kwamba wakati itakuja kuharibiwa haitatutia hofu. Ni kwa sababu tunajua wote ambao wameweza kujenga katika msingi mwema na ulio imara, wao wako na nyumba nyingine kule juu mbinguni, ambao tunaambiwa ni ya kudumu na haitaharibiwa, nayo haikujengwa na mikono ya mtu mwingine yeyote, bali ilijengwa naye Mungu. Na kwa hivyo tukiwa na hayo ya jana, tunaweza ingia kwa ya leo ambao Bwana atatusaidia, na kwa kifupi tukaweze kumshukuru Bwana. Ni kwa sababu ya jana na ni kwa sababu ya leo. Hallelujah. Amen. We praise you, Lord. We give you glory. Amen. We thank you that you are with us yesterday, Lord. Yes. And we thank you that you are with us today, Jesus. Amen. Take over now, my Father. Read us and guide us. Amen. Help us to know and to understand your word, O God. Amen. Insert even your wisdom in us, O Father. Amen. That we may do you accordingly to your will. Yes. In the mighty name of Jesus, we bless you and we pray. Amen. Amen. Na kwa hivyo siku ya leo ninataka tuangalie neno la Bwana katika kitabu cha Wakorintho. Ni wa kwanza sasa, si wa pili.
Wakorintho wa kwanza na mlango wake wa 3, tukaweze kuingia pale katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza na mlango wake wa 3, kwa sababu kuna mambo pale ambao mtumishi wa Mungu alisaidiwa na Roho wa Bwana kutunenea. Kumbuka andiko letu la msingi ni katika kitabu cha Mathayo 7 na aya yake ya 24 na 25, na jana tukasoma 26 na hata tukaweza kuangazia mambo ambayo yameandikwa kutoka pale. Na kwa hivyo tulikuwa tunaangazia hata mjadala ambao Kristo Yesu alikuwa nao hapa duniani, na ikafika mahali akaambia watu wake ambao walikuwa mbele zake wakimsikiliza ya kwamba heri wale ambao wanasikiliza, lakini sio heri tu kusikiliza, lakini heri wanaotendeza neno la lile ambalo wamelisikiliza kazi. Na kwa hivyo akawa anasema ya kwamba huyo mtu ambao hutendeza neno la Mungu kazi ndiye anafananishwa na mjenzi ambaye ni mwenye hekima, naye yule ambaye hatendezi neno la Mungu kazi naye anafananishwa na mjenzi ambaye hana hekima. Na kwa hivyo tukaona jinsi ya kujenga na mijengo hizo miwili, wakati ambapo kuliinuka tabu, wakati ambapo kuliinuka shida, wakati ambapo kulikuwa na masukasuko, wakati ambapo kulikuwa na dhiki, wakati ambao kulikuwa na zile zinaitwa turmoils, wakati kulikuwa na upepo mkali, wakati kulikuwa hata na maji mengi, kunalo jengo liliweza kusimama la yule mtu ambaye alireza msingi wake katika hekima, akaiweka juu ya mwamba. Na wakati hayo mambo yalitokea, kunayo jengo halikuweza kustahimili la yule ambaye hakuweza kuchukua wakati wake kufanya mahesabu yake vyema na kuweka msingi wake mahali ambapo inastahili. Na kwa hivyo siku ya leo ningetaka tuendelee kushughulikia hali ya hii jengo, kwa sababu tukimalizia pale katika Waefeso ikatuambia sasa tumeshikanishwa, tumewekwa juu ya msingi mmoja, na huo msingi tukaambiwa ya kwamba ni wa manabii na mitume, na pia Kristo Yesu akiwa ndiye jiwe lililo la pembeni. Na hivyo ndivyo nataka tuangalie siku ya leo, kwa sababu hapo iliibusha mambo mawili. Katika jengo kunayo msingi, na tukaona ya kwamba msingi ambao tutasimamia ndio utatusaidia katika haya mambo ya ujenzi. Katika kitabu cha Wakorintho, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 na aya yake ya 9 ninasoma katika kitabu cha Wakorintho 3, Wakorintho wa kwanza 3 na aya yake ya 9. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians 3 and verses 9. Washa tuanze hapo, ningetaka kuanzia hapo mwanzo, lakini kwa sababu ya muda washa nianze katika aya ya 9. Inasema hivi, for we are God's fellow workers, you are God's field and God's building. Hallelujah. Amen. Katika aya 9 inasema ya kwamba maana sisi tu wafanyi kazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ninyi ni jengo la Mungu. Hallelujah. Hivyo ndivyo Paulo anaendelea kutuhimiza ya kwamba sisi ambao tuko katika hii hema ambalo liko hai siku ya leo, ambalo bado halijakuja kuharibiwa, anatuambia ya kwamba sisi tunafanya kazi pamoja na Mungu, na pia sisi ndio shamba ama ndio kitu ambayo tunaweza ita shamba la Mungu, na pia sisi ndio jengo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aya yake ya 10 anasema ya kwamba kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa majenzi mwenye hekima,
niliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu angalie jinsi anavyojenga. Haleluya! Huyu ni mtume Paulo. Kumbuka katika kitabu cha Waefeso jana tuliambiwa ya kwamba nasi tunajengwa katika msingi, na huu msingi ni wa manabii na pia ni wa mitume. Na kwa hivyo tulikuwa tumeangazia na hapo awali mambo mengi kuhusiana na mtume na mambo mengi kuhusiana na manabii, vile walivyotabiri na hata vile ilivyokuja kuwa ya kwamba ule ambao walikuwa na mnena kama nabii Isaya na wengine wote, alikuja akatokea ya kwamba ndiye mwana wa Mungu. Naye sasa mtume Paulo ameshikilia hayo, na ndiyo sasa anatuelekeza, anatuambia, kwa maana mimi nikiwa mtume Paulo nimeweza kuurasa msingi ambayo nimeurasa kama mtu ambaye ako na hekima. Tumeona Kristo Yesu akituhimiza kuweka msingi tukiwa na hekima, kwa maana ukiwa na hekima utajua mahali palipo pazuri pa kuweka msingi wako. Paulo sasa anatuambia ya kwamba ameweza kuweka msingi kama mtu aliye na hekima, nao huo msingi ameweka na sisi tunajenga juu yake. Wewe na mimi tunaujenga juu yake. Haleluya! Ndiposa neno litimie ya kwamba tumewekwa juu ya msingi wa mitume na hata manabii. Amen. Amen. Akasema ya kwamba lakini tunapojenga, washa kila mmoja akaweze kuangalia kwa jinsi anavyojenga. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo tunapoendelea kuangazia hili jengo na hii kitu kinaitwa msingi, the foundation and the building, anasema hivi katika aya ya 11, aya ya 11 hata ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 aya ya 11, anasema ya kwamba for no one can lay any other foundation than the one already laid, which is Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Maana msingi mwingine hakuna mtu anayeweza kuweka isipokuwa yule uliokwisha kuwekwa, yani Kristo Yesu. Haleluya. Ya kwamba anatufafanulia kabisa na anatuwekea sasa wazi mahali ambapo Kristo Yesu alituambia ya kwamba naye huyo mwenye hekima aliweka msingi wake juu ya mwamba. Sasa anatuambia Paulo ya kwamba ni kwa maana hakuna msingi mwingine ambao utakuwa umekuja kuwekwa, hakuna msingi mwingine utakaowekwa, hakuna msingi mwingine utakao kuweko, kwa sababu tayari msingi umewekwa. Nao jiwe la msingi limelazwa tayari, jiwe la msingi limewekwa mahali pake, na kwa hivyo jukumu letu ni moja, ni kuenda kujenga juu ya mwamba. Haleluya. Lakini ukumbuke hii ni chaguo, kwa sababu tukiwa hapa duniani Bwana alijitolea akatupa mwanao, lakini alitupa chaguo ya kwamba kwa ili kila mmoja, ili kila yeyote, ili kila yeyote atakaye muamini. Haleluya. Amen. Na kwa hivyo kazi ya kuamini ni yako wewe mwenyewe, kwa sababu ukiamini kumchagua Kristo Yesu, wewe ndio utaweza kujenga juu ya ule mwamba ambao tayari umewekwa. Wewe ndio utaweza kujenga juu ya ile foundation, juu ya huyo msingi ambao Paulo anatuambia ya kwamba msingi tayari umewekwa, nao si mwingine na hakutakuwa na mwingine, bali ni yeye anaitwa Kristo Yesu ambao tumemtambua ni mwana wa Mungu. Haleluya. Amen. Aya 12, Biblia inasema ya kwamba, Biblia inasema hivi, aya 12 inasema ya kwamba, haleluya, haleluya. Amen. Inajifunga kidogo. Inasema hivi, lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo
dhahabu au fedha au mawe ya dhamana au miti au majani au manyasi. Haleluya! Kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Praise the name of the Lord. Ndiyo Paulo ametuambia ya kwamba tayari yeye ameweza kutumika na wengine ambao wanaitwa manabii na mitume, ni kwa ajili ya kutuwekea huu msingi, na sasa akatuambia kwamba sasa ni jukumu yetu kila mmoja, mimi na wewe, tukaweza kujenga. Na sasa ndio tunaendelea kuambiwa vile tunavyojenga, ya kwamba mtu akishukua dhahabu ambayo ni ya dhamana sana, na ajenge nayo juu ya ule msingi. Akishukua fedha ambayo ni ya dhamana, na aweze kujenga katika ule msingi. Akishukua mawe ya dhamani, na aweze kujenga katika ule msingi. Ama ashukue nyasi, ama ashukue majani, na aweze kujenga katika ule msingi. Ama ashukue mti, ashukue bao, ashoke bao vizuri, kama vile tunajua ya kwamba bao inatupa nyumba ambazo ni smart sana. Na kwa hivyo akiweza kushukua hata bao na akaweze kujenga katika ule msingi, Biblia inatuambia hakuna shida, hakuna shida yoyote iliyoko. Hapana, ni kwa sababu inatuambia jengo lolote litakuja kuonekana wazi. Haleluya! Kujenga si shida, kujenga si shida. Kujenga ni wakati kitaonekana kile ambacho umejenga. Praise the name of the Lord. Chukua mawe, jenga. Tafuta dhahabu, jenga. Tafuta fedha, jenga. Tafuta bao, jenga. Tafuta majani, jenga. Tafuta udongo, jenga. Tafuta hata unyasi, jenga. Haleluya! Oh yes. Tutakuja kuona ni nini kitatendeka hapa katika aya ya 13. Praise the name of the Lord. Amen. Maana siku ile itadhihirishwa, kwa kuwa yalifunuliwa katika moto. Haleluya! Na yule moto mwenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya nani, ni ya namna gani. Haleluya! Na kila kazi ya kila mtu itaweza kujaribiwa ni ya namna gani. Katika Kiingereza inasema hivi, aya 13 inasema ya kwamba his work will be shown, for that it is because the day will bring it to light. Haleluya! Ati kwa sababu kunayo siku inakuja, na kazi ya kila mmoja itaweza kutiwa katika nuru, haitafishika tena. Amen. Kwa hivyo kile ambacho unajenga hakitafishika. Kuna siku kinakuja kuonekana wazi, na wakati tutakapoona ni nini umekuwa ukijenga, ndio itatuambia wewe ulikaa maisha aina gani. Biblia inasema ya kwamba kitaonekana katika nuru, and it will be revealed with the fire, and the fire will test the quality of each man's work. Hallelujah. Ya kwamba nayo wakati itakapoonekana katika nuru, katika mwangaza wa moto. Huu mwangaza sio kama huu wa jua. Biblia inatuambia ya kwamba utakuwa ni mwangaza wa moto, na huo mwangaza wa moto, kila kazi, kila ujenzi, kila jengo ya kila mmoja itapitia katika huo moto. Wakati huo hautasema hapana, mimi sitapitisha yangu katika moto, kwa sababu itakuwa ya kwamba kiingilio ni lazima upite katika moto. Haleluya! Ndio ninakwambia hivyo. You have to pass through the fire. Praise the name of the Lord. Na ukumbuke hii ni siku inayokuja ambayo tunaambiwa kazi yako na jengo lako litapitia katika hiyo moto, na ukumbuke inaigana ulishukua jengo la aina gani. Amen. Praise the name of the Lord. Akasema aya ya 14 ya kwamba if what has been built survives, he will receive his reward. If it is burnt up, he will suffer loss.
he himself will be saved, but only as an escaping through the flames. Hallelujah. Amen. Ati kazi ikishapitishwa katika ule moto, ndio itasema. Yes. Hiyo kazi ndio itasema kama wewe kama itaweza kustahimili uwezo na nguvu za ule moto. Kama haitastahimili hiyo nguvu na uwezo wa moto, Biblia inasema ya kwamba naye mwenye hiyo jengo ataweza kupewa thawabu, ataweza kupewa thawabu. Lakini kama ile kazi ama ile jengo likipitishwa katika moto, halitaweza kujitokeza kamwe, litashomeka na ule moto. Biblia inasema ya kwamba kama huyo mtu atapata wokovu, itakuwa ni kama yule tu ambaye ametolewa kwa moto ili tu aokolewe. Haleluya. Hivyo ni kumaanisha nini? Wakati unatoa mtu kwa moto ili umuokoe, ni mtu ambaye anakuwaga na shansi ndogo sana za kusurvive. Ni mtu ambaye ako na majeraha, ni mtu ambaye ako na shida, ni mtu ambaye ako na ushungu, ni mtu ambaye hawezi akawa na furaha. Hata mkikuja pale mwanze kumwimbia nyimbo za shangwe, ukweli mtu ambaye amekolewa katika moto hawezi akawa na furaha yoyote. Hivyo ndivyo inatuambia kunayo siku inakuja na kazi ya kila mtu itapitishwa katika moto. Kama yako itaweza kuinuka na kustahimili nguvu na uwezo wa moto, Biblia inasema ya kwamba utapokezwa thawabu yako, utapokezwa zawadi yako. Na kama haitaweza kustahimili, ndio utaokolewa. Lakini utaokolewa yule mtu ambaye hana furaha kamwe, ambaye wako katika huzuni, ambayo ndio nimeokoka lakini sina jambo lolote la kujifunia. Amen. Amen. Yeremia anasema ya kwamba kama unataka kujifuna jifune, lakini ujifune kwa kitu kimoja tu, ya kwamba unamjua Mungu na unamfahamu. Amen. Kwa sababu ukimfahamu utajua ya kwamba wakati unakuja na yeye aitwaye moto arahe, the consuming fire, atakuja kuconsume. He will come to consume everything. He will come to consume every work. He will come to consume. Na ukijua ya kwamba anakuja kukula kazi zote, utakaa na yeye katika hofu. Ndiposa siku hiyo naye ikifika, atakwambia kazi yako ndio ninaiona, ulifahamu mimi, na kwa hivyo nimeipitisha. Akipitisha utakuwa na furaha, itakuwa ni furaha na bwebwe, itakuwa ni shangwe, itakuwa ni furaha kuu. Lakini kama hautakuwa pale, kile kitakupata ni huzuni. Ikawaje kwa huruma tu, ikawaje kwa damu yako ya Yesu tu ataweza kukuokoa, lakini hakuna furaha, kwa sababu zawadi ndio hufanya mtu afurahie. Wakati unapewa mazawadi mingi pale, ni kwa sababu umehitimu mambo kadha wa kadha. Hiyo ndio inafanyaga ufurahie. Na kwa hivyo hapa kile tunajenga ndiposa tupate hizo thawabu, sio tu ili tuonekane tulipita, lakini ni tupate thawabu zilizo bora. Kwa hivyo ni wakati ulio mzuri wa kujua jengo letu. Katika aya 15 na 16 inasema, if it will be burnt up, he will suffer loss. He himself will be saved, but as the one escaping through the flames. 16 inasema, don't you know that you yourself are God's temple and the Spirit of God lives in you? Hallelujah. Amen. Ya kwamba ni swali inaendelea kutuuliza, kwani wewe haujajua? Kwani wewe haujakuja katika ufahamu? Kwani sisi wakaaji wa haya maeneo, kwani sisi ambao tuko katika hili taifa, ambao asubuhi kuna hubiriwa neno, ambao jioni kuna hubiriwa neno, ambao mchana kutwa kuna hubiriwa neno, je, hatujajua ya kwamba sisi ni hekalu la Mungu aliye juu sana? Praise the name of the Lord. Amen. Wakati wewe unakumbuka ya kwamba wewe ni hekalu, kuna mambo ya kawaida utaasha, kwa sababu hekalu ya Mungu ni
Mtakatifu. Na kwa hivyo mambo ya kidunia ambayo tuliona anaita the earthly things, zote utaziacha ili ukaweze kumpendeza Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. Kidogo niteremke pale chini katika aya ya 18 inasema ya kwamba do not deceive yourself. If any one of you thinks he is wise by the standard of his age, he should become a fool, so that he may become wise. Number 19, for the wisdom of the world is foolish in God's sight, as it is written, he catches the wise in their crafty. Hallelujah. Amen. Kunayo mambo ambayo hapa tunaona yanadamana kwa sababu utangulizi wake Kristo Yesu alituambia mambo mawili, ujenzi na hekima. Praise the name of the Lord. Amen. Na tukawa tumeshughulikia jana na juzi, na tunaona mpaka wa leo bado Paulo naye anaongeza ya kwamba kazi ya kujenga na kile ambacho kitadhihirika baada ya haya mambo yote, naso kitalingana kama ulikifanya kwa hekima. Nani kwa hekima gani? Kwa sababu anasema ya kwamba hapa duniani kumejaa hekima, na ndiyo hii anasema aya 14 aya 18 ya kwamba kwa maana hekima za kidunia ni upumbavu mbele ya macho ya Mungu. Wakati tunachukua hekima za kiduniani na tunasimama nazo mbele za Mungu, anaona ya kwamba sisi ni wajinga na wapumbavu. Aya 16 hadi 19 ndiyo anatuambia ya kwamba kwa maana wanaojiona wenye hekima hapa duniani hufanyika hata wapumbavu mbele ya macho ya Mungu. Na anasema ya kwamba katika hila za wale ambao wanajiita wenye hekima, Mungu anawashika. Amen. Katika hila za wale ambao wanafikiria wako na hekima, ati Mungu anawashika. Praise the name of the Lord. Amen. Na ndiposa anataka tuache hekima za huku duniani, kwa maana hizo hekima ziko na hila. Hizo hekima tulisisoma katika James ya kwamba ziko na kiburi. Ni hekima ambazo ni za wivu, ni hekima ambazo ni za fitina, ni hekima ambazo ni za kuonea wengine wivu, ni hekima za shuki, ni hekima za kunyang'anyana, ni hekima za kuibiana, ni hekima za kuuana, ni hekima ambazo haziwezi zikasaidia mtu mwingine. Na kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba anayekaa katika hizo hekima, Mungu atamkamata, Mungu atamshika katika hizo hekima. Praise the name of the Lord. Amen. Lakini anasema nini? Aya 20, and again the Lord knows the thoughts. Hallelujah. Amen. The Lord knows the thought. The wise are futile. So then, no more boasting about men. All things are in you. Praise the name of the Lord. Amen. Anasema kwa maana Mungu anajua mawazo. Ndiyo mawazo ambayo tuliona siku ya jana. Wakati tunaamua tunajenga nyumba, kwanza lazima tukaweke mawazo yetu pamoja na tukaseme ni jengo la aina gani ambayo tunaenda kuisimamisha. Na kwa hivyo siku hii ya leo ni jukumu letu kujenga jengo ambalo ni la hekima, jengo ambalo litaonekana. Na tukijenga tujue jambo moja, kama vile Yesu alituambia, kuna wakati utakuja wa mvua, kuna wakati utakuja wa maji mingi, kuna wakati utakuja wa upepo. Paulo ametuongezea kwamba hata kuna wakati utakuja wa moto, na wakati utakuja moto ndiyo itafanya kazi ya kila mmoja ikaweze kujulikana ni jengo la aina gani alilolijenga, kama alilijenga na hekima, kama alilijenga na mawazo ya Mungu ama ya kidunia, ambayo sasa tunaambiwa aya 20 ya kwamba mawazo ya kidunia ni mawazo bure, ni mawazo haina faida, ni mawazo yanatusaidia kuangamia. Siku kama hii ni weekend tunaangalia, wengi wanakuwa na mawazo ni juu ya weekend, vile wataitumia vizuri ama vile wataitumia vibaya yale mawazo ulio nayo.
Bwana anasema anayajua. Oh, yes. Na kwa hivyo ni vizuri ukuwe na mawazo mazuri. Yes. Ili Mungu akaweze kuyabariki yaliyo mazuri. Amen. Ni vizuri ukaweze kuwa na mawazo mema. Niyo Mungu akiangalia ndani ya moyo wako, akaweze kuangalia ni nini kilicho kizuri. Lakini ukumbuke haya yote yanatokana na msingi ambayo wewe mwenyewe umeamua kuweka. Kwa dakika moja nataka tukimbie katika neno moja katika kitabu cha Timotheo. Haleluya. Amen. Katika kitabu cha Timotheo wa pili, katika kitabu cha Timotheo wa pili, aya yake mlango wake wa pili na hata aya yake ya 19, katika kitabu cha Timothy, in the book of 2 Timothy 2 and verses 19, inasema hivi: Nevertheless, God's solid foundation stand firm, sealed with this inscription: The Lord knows those who are his, and everyone who confesses the name of the Lord, the Lord must turn away from the wickedness. Hallelujah. Amen. Bwana anasema ya kwamba hata hivyo kunao msingi, tayari kunao msingi ambao umewekwa, tayari kunao msingi ambao ni imara. Paulo ametuambia ya kwamba hakuna msingi mwingine utakaorazwa kuliko yule ambao umerazwa, ambao ni Kristo Yesu. Unapokuja kusoma neno la Bwana, mahali pengine anasema ya kwamba naye huyo msingi ambao ni Kristo Yesu alirazwa tangia kuumbwa kwa ulimwengu. Haleluya. Hata kama tulikuja kumwona akifa, akifufuka na akimwaga damu, lakini alirazwa tangia wakati Mungu alipoumba ulimwengu. Na ndio anatuambia katika kitabu cha Yohana 1 ya kwamba pale mwanzo kulikuwa ni neno, nalo neno lilikuwa na Mungu, nalo neno likafanyika Mungu. Praise the name of the Lord. Oh, yeah. Sasa anatuambia ya kwamba kuna huo msingi ambao ni imara, ambao tayari umewekwa nao umeandikwa. Amen. Umewekwa muhuri, na huu muhuri umeandikwa maneno. Na haya maneno yanasoma kwa vile zinaitwa the capital letters. Unasoma kwa herufi kubwa, na umeandikwa, huo msingi umeandikwa ya kwamba Bwana anawajua wale walio wake. Amen. Amen. Bwana anajua wale walio wake, wale ambao wanajenga katika msingi ambao umerazwa, wale wanaojenga katika msingi wa manabii na mitume. Bwana anawajua walio wake, wale ambao wanatenda mapenzi yake, wale ambao wanaenda katika njia zake. Na anasema na yeyote ambaye anakiri Kristo kuwa Bwana, washaachane na uovu. Amen. Washana na uovu. Amen. Bwana hataki uovu. Oh, yes. Katika huu msingi hataki uovu. Amen. Kama unataka kazi yako istahimili, ondoa uovu wa kila aina. Amen. Katika jina la Kristo Yesu. Oh, yes. Aya ya 22, 2 Timothy chapter 2 and verses 22, inasema ya kwamba free the evil desires of the youth and pursue righteousness, faith, love, peace, along with those who call upon the name of the Lord out of a pure heart. Hallelujah. Amen. Ya kwamba kwa sababu sasa tumeitwa tujenge katika huu msingi, na tunataka kazi yetu ionekane ikiwa imestahimili moto, ili sio tu tupate uzima, lakini tupate uzima na tupate taji na tupate majina mapya. Kumbuka kunayo mambo mengi ambayo Mungu alielezea ahadi zake ambazo atatutimizia huko juu mbinguni, wakati Kristo Yesu alisema anaenda kuandaa makao, na akasema watakaofika huko, hao ndio watapewa jiwe lililo na jiwe na jina mpya, hao ndio watapewa taji, hao ndio watapewa hizo nyumba wakae, hao ndio watapewa mavazi mapya. Kwa hivyo baada tu ya kupewa uzima, kunao mambo mengine teretere. Akasema hata hao ndio wataruhusiwa
yeah. Kwa hivyo kunayo mengi, washa ukapalilie wokovu wako, ujenge ukuwe nyumba mzuri, jenga na dhahabu, washa kujenga na matawi yatashomwa na moto. Amen. Ndio ukishukua matawi na ushukue nyasi na moto ujie pale, haitaweza kusimama. Chukua mawe yaliyo bora. Yeah. Na sasa hayo mawe ndio haya tunaambiwa hapa na Paulo akimwambia Timotheo, anamwambia kwamba jiwe ambalo ni nzuri, jiwe hilo hebu litafute. Anasema pursue righteousness. Righteousness ndio haki. Hilo ni jiwe moja ambalo ni la dhahabu sana. Anasema chukua jiwe lingine linaitwa faith, jiwe ambalo ni dhahabu. Chukua jina lingine ambalo linaitwa upendo, love, peace. Hallelujah. Haya mambo tumeona hata wakati tulisoma katika James ya kwamba tunahitaji kuwa nayo, ni kwa sababu tujenge katika huu msingi ambao tayari umerazwa. Tutajenga na nini? Tutajenga na haki, tutajenga na imani, tutajenga na upendo, tutajenga na amani, tutajenga na moyo safi. Hallelujah. Alituambia ya kwamba hekima itokayo juu mbinguni kwanza kabisa ni safi. Naye Paulo hapa anatuambia ya kwamba ati tukishachukua haya mambo na pamoja na moyo msafi. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo hautakuwa na yule moyo tuliousoma, moyo ambao ni wa ushungu tuliosoma katika James 3:13 na kuendelea pale mpaka 18. Moyo ambao ni wa ushungu, huo sio moyo safi. Moyo ambao umejaa fitina si moyo safi. Moyo ambao umejaa kiburi cha dunia na kiburi cha macho, huo sio moyo safi. Moyo ambao hauna unyenyekevu, huo sio moyo safi. Moyo ambao haukui na kustahimili watu wengine na kuwavumilia, huo sio moyo safi. Moyo wa kwenda kutafuta wengine vibaya, huyo sio moyo safi. Lakini tunaambiwa siku ya leo, chukua imani, jenga ndani yake, chukua upendo, chukua hata haki, chukua hata amani, na ukaweze kuona haya yote. Ongeza moyo safi, nayo jengo lako, nayo nyumba yako itasimama katika msingi mwema. Na ikishasimama, kazi yako lazima itapita kwa moto, na ikitokea upande ule mwingine itakuwa inang'aa kama vile dhahabu inapopitishwa katika moto, inabaki king'aa. Kwa hivyo ni jukumu lako, ni uamuzi wako sasa, ujue utachukua jengo la aina gani. Ukitaka kujenga na mawe ya dhamana, hiyo ni sawa kabisa. Ukitaka kujenga na unyasi, hiyo ni sawa kabisa, kwa sababu yote itapitishwa katika moto. Ukitaka kujenga na udongo ama na mbao, yote ni sawa, itapitishwa katika moto. Hallelujah. Amen. Lakini anatuambia katika aya ya 19, 2 Timothy 19, ya kwamba msingi wa Bwana unasimama ukiwa imara, na umeandikwa haya maneno ya kwamba Bwana anajua walio wake. Heri utafute kujulikana na Bwana. Heri mchana wa leo utafute jina lako liweko katika kitabu cha uzima. Heri utafute ya kwamba siku hiyo watakatifu wataingia wakisema, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be among the number. Kwa sababu ukishakuwa katika hao wanaitwa watakatifu tuliona jana ya kwamba wanakaa katika nyumba ya Bwana, ambao sasa anawaita wenyeji, ambao sasa anaita watu wa nyumba yake. Anasema sio wageni tena. Ukweli ni ya kwamba kile ambacho kimeahidiwa hao, nawe utakuwapo.
niyo biragu na niyo biragu ya kwamba wewe na mimi tung'eng'ane katika kujenga jengo ambalo ni litakalo stahimili, ili katika haya mambo yote tukaweze kupata uzima wa milele, na sio tu uzima peke yake, tupate thawabu zote za ule uzima. Kama kuna taji haijawekewa mwingine, hiyo taji imewekewa mimi na wewe. Kama kunalo jina mpya halijawekewa mwingine, limewekewa mimi na wewe. Kama kuna Joshua alisema the shepherds of righteousness, hata nazo zimewekewa mimi na wewe. Wacha tung'eng'ane, tuingie, tuachane na the earthly man, tuachane na mtu wa dunia, kwa maana mtu wa dunia anatupotosha. Mawazo ya dunia yanatupotosha, yanapotupeleka katika bangi na pombe yanatupotosha, yanapotupeleka katika mambo ya dunia yanatupotosha. Lakini tukushukue mtu wa roho, kwa sababu kinachosaliwa na roho nacho kinabaki kuwa roho. Oh, yes. Amen. Haleluya. Umekuwa nami ukisikiliza neno la Bwana na ukajiangalia ndani ya maisha yako. Nilikwambia chukua kalamu na karatasi na ujipime, ujiandikie na ujione uko upande gani, wa hekima ya roho ama wa hekima ya kidunia, ambayo alituambia ni hekima ya kidunia na ni hekima ya kishetani na hekima isiyo ya kiroho. Hebu angalia mara tena, na ukijiona uko katika upande ulio mbaya, and you'd like to cross over, na useme mimi ninafuka, ninatoka katika hekima iliyo bofu, ambayo ni ya yule mjenzi ambayo nyumba yake haikuweza kustahimili hata maji. Washa moto sasa, hata maji peke yake haikustahimili, na ukaseme ninataka kumpokea Kristo Yesu ili nikaweze kuanza kujenga jengo langu katika mwamba ambao uko imara, ambao Paulo ametuambia hakutakuwa na mwamba mwingine ama msingi mwingine ambao utarazwa, bali tu ni ule uliorazwa ambao ni Kristo Yesu. Nao ndio anatuambia, anajua ya kwamba kunao majina yameandikwa pale, ya kwamba Bwana anajua wale wanaojenga katika Kristo Yesu. Washa ukaweze kufanya kauli mchana wa leo. Ambia roho yangu siku ya leo, nataka nifanye kauli moja na kauli ya kudumu. Sitaki kujenga katika mambo ambayo haitanisaidia kusimama. Nataka mimi nijenge juu ya huyu mwamba. Ukiwa hapo kwa dakika moja, ingia ndani ya moyo wako, sema Bwana Yesu, nimejua na nimetambua ya kwamba sijajenga juu ya mwamba, na kwa hivyo mimi si mjenzi mwenye hekima. Lakini mchana wa leo nafanya kauli ya kuvuka na kuingia katika wewe Kristo Yesu, ili niwe mjenzi mwenye hekima, nikaweze kujenga nyumba yangu, katika msingi uliorazwa, ambao ni Kristo Yesu. Nisamehe, nitakase kwa damu yako, na ukalidike jina langu katika kitabu cha uzima. Nihifadhi, nikifika mbinguni nipate uzima na zawadi zote za uzima. Niondoe katika kitabu cha mauti. Na leo hivi nimekupokea, na ndani ya moyo wangu nimeamini, na kukiri na kinywa changu ya kwamba Yesu wewe ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimeokoka na nimeamini. Amen. Kama umeweza kupokea hiyo ombi, naomba ya kwamba ukaweze kuamini hivyo, kwa sababu yeye aliyemwaga damu
Anasema tukimwamini hivyo, damu yake inatuosha, anatushukua, anatukubatia, anatuweka katika hata ushirika wake nasi. Na kwa hivyo mchana wa leo uko huru kutafuta mahali ambapo unaweza abudu, mahali ambapo panafundishwa hili neno la Bwana, ili uendelee kujenga nyumba yako pale katika imani, katika upendo, na hata katika amani, na hata katika haki, na hata katika moyo safi. Kwa hivyo tafuta mahali ambapo utashiriki, na Bwana atakusaidia, atakuelekeza, atakupeleka mahali ambapo ni pazuri. Na ukifika pale, washa ukanene na wale washirika, wale waamini, wale watakatifu wa Bwana, na uambie, hata nami nimeokoka na Kristo Yesu ni Bwana, na nataka tuende pamoja. Na kama una shida utaenda wapi?